kifo na kufufuka kwa Yesu sababu ya ushindi wetu. Kifo na kufufuka kwa Yesu sababu ya ushindi wetu. Haleluya! Wanaojua siri hii ya kwamba kifo na kufufuka kwa Yesu ndio sababu ya ushindi wetu, hebu mpe Bwana Yesu makofi. Haleluya! Sasa nataka nikupitishe kwa ufupi sana tuangalie haya mambo makubwa mawili. Unajua kuna wakati tunashindwa kupata uzito wa siku hii ya kufufuka kwa Yesu, ambayo kwa jina lililozoeleka Pasaka. Tunaposherehekea Pasaka, kimsingi kwetu sisi waamini tunakumbuka kufufuka kwa Yesu Kristo. Of course, unapoongelea kufufuka, hauwezi ukaelewa uzito wa kufufuka usipojua kwa nini kufufuka kuna nguvu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushindi tulionao kupitia Kristo Yesu, sisi waamini tuliookoka, unatokana au sababu yake ni kile Yesu alichokifanya msalabani, kifo chake na mauti yake. Lakini haishii hapo, na kufufuka kwake ndiko kunakosababisha sisi tunaitwa washindi. Bwana asifiwe sana. Kwa ushindi wetu upo katika hiyo package, katika kifurushi hicho. Wale ambao tunanunua bando, na mimi asilimia kubwa hapa tunanunuaga mabando, si ndio? Unaponunua bando likiwa na salio la kupiga tu, huwezi ukatuma ujumbe, si ndio? Manake ukiwa na salio la kutuma ujumbe tu, huwezi ukapiga. Ukiwa na kutuma ujumbe na kupiga, hauwezi uka access internet, hauwezi ukapata mtandao. Lakini unapokuwa na kifurushi chenye mambo yote, unaweza kufanya mambo yote. Bwana asifiwe sana. Kwa vivyo hivyo Yesu Kristo kama angeenda kaburini akafa peke yake au akafa msalabani alafu asingefufuka, hicho kifurushi kingekuwa kijakamilika, na vivyo hivyo tusingekuwa tunaongelea ushindi tunaoongelea leo. Kwa tunapoongelea ushindi tulionao ndani ya Kristo, tunaongelea kifo, mauti yake pamoja na kufufuka kwake. Kwa ili tuelewe ufufuko au tuelewe Pasaka tunaosherehekea leo, lazima tujue kwa nini huko kufufuka kuna nguvu. Na hicho ndo ambacho nataka nikuonyeshe mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukirudi kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2, unaona Mungu anamuumba mwanadamu, anamweka kwenye bustani ya Edeni, anampa maelekezo ya namna gani ya kuishi. Na kuna jambo ambalo tunalifahamu vizuri sana, nitapita kwa haraka hapo na tutasoma maandiko. Nataka tu nikupe hiyo habari kwa ufupi, kwamba mwanadamu alipowekwa katika Edeni akapewa maelekezo. Mungu akamwambia ya kwamba kuna mti unaitwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya, matunda yake usiale, na siku utakapokula matunda hayo utafanya nini? Utakufa. Bwana asifiwe sana. Pigia mstari hilo neno utakufa, liweke kichwani kwako, neno utakufa. Lilikuwa ni agizo au ni jambo ambalo Mungu anamwambia mwanadamu kwamba ukila tunda hili hakika utakufa. Kwa shikilia sana hilo neno utakufa, litatusaidia kuelewa tunapoongelea ufufuko au tunapoongelea kufufuka kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu anamwambia mwanadamu kwamba ukila utakufa. Na kwa bahati mbaya sana, sehemu ya kwanza mwanadamu kupigwa mweleka ni pale Adamu alipokosea maelekezo haya. Hapo ndo tulipopata knockout ya kwanza. Bwana asifiwe sana. Akapigwa kwa kukosea au kutokufuata maelekezo Mungu aliyompa, na Mungu akumtega. Unajua mtego ni kupewa kitu ambacho hauambii kipoje. Unapoweka mtego wa panya, unawaambia panya, jamani huu ni mtego nimeweka hapa. Unawaambia hapana. Kwa Mungu akuwatega, ndio maana akawaambia kabisa clear kwamba huu mti una matunda na yanaitwa matunda ya ujuzi wa mema na mabaya, usile kwa sababu ukila utafanya nini? Utakufa. Sasa baba yetu Adamu akaishia kula, kwa akaingia kwenye kufa. Sasa jambo hili tunapoongelea kufa ambako Mungu alikusema, tunakuja kupata ufunuo wake vizuri kwenye Agano Jipya. Inawezekana leo sisi tuna ufahamu mkubwa wa kuelewa kifo hiki, na tunapohubiri tunaweza tukasema kwamba kulikuwa kuna hapa ni kifo cha aina mbili, kifo cha kiroho cha kutengwa na Mungu na kifo cha kufa katika mwili. Kwa nini? Kwa sababu Agano Jipya linatupa ufunuo huo. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukisoma kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 1 anasema hivi. Naomba tusome hapo. Efeso sura ya 2 mstari ule wa 1. Biblia inasema, nanyi mlikuwa wafu
kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Bwana asifiwe sana. Kwa anasema tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu. Kwa hiyo inatupa ufunuo kwamba mwanadamu hata kama tunamuona anaishi hivi, ila kwa sababu ya dhambi huyu mwanadamu ni mfu. Kwa tunapata ufunuo kile kifo alichokuwa anakiongelea Mungu alipomwambia Adamu, alikuwa anaongelea kifo cha kiroho. Na hicho kifo tunapata ufunuo wa upana zaidi kwamba ni kutengwa na Mungu. Kwa dhambi inaleta mauti, na hiyo mauti ni aina ya kutokuwa na mahusiano na Mungu. Bwana asifiwe sana. Au hiyo mauti tunaweza kuielezea katika lugha ya kutokuwa na mahusiano na Mungu, kutengwa na Mungu. Kwa kifo kimsingi ni kutenganishwa. Ndio maana hata hiki cha kimwili tunaona kwamba mtu anapokufa roho yake inaachana na mwili au inatengana. Kwa kifo ni kutenganishwa au ni kutengwa. Kwa kwenye Agano Jipya tunapata ufunuo mzuri wa hichi kifo. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kwenye Warumi pia sura ya 5 mstari ule wa 12, Warumi sura ya 5 mstari ule wa 12, Biblia inasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Tunaanza kuona picha nyingine hapa kwamba kumbe hii dhambi ambayo iliingia duniani kupitia Adamu ikaleta mauti. Na anaongeza Paulo ufunuo mwingine kwamba dhambi hiyo iliyoingia kwa Adamu ikaleta mauti imeendelea kwa wanadamu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa nakupa picha ya kifo, ya mauti, ili tuelewe mauti ya Yesu ilikuwa ina solve kitu gani, ilikuwa inashughulikia jambo gani. Na tukielewa hiyo itatusaidia kupata ufunuo au uzito uliopo ndani ya kufufuka kwa Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ninakuwa nilikuwa namuona mzee wangu anaangalia hawa wapiganaji wa mieleka. Wangapi wanafahamu wapiganaji wa mieleka? Mshawahi kuwaona Sasa mzee wangu, wale tuliolelewa kwenye familia kama za kwetu, tumemkuta mzee ameshaokoka. Walikuwa ni wale wazee ambao TV mnaangalia Agape, ATN tu na taarifa ya habari. Bwana asifiwe. Na kwenye redio ni Wapo Radio, Upendo FM, full stop. Sasa nikaa nikishangaa, naona mzee siku nyingine kukiwa na mieleka, yani hiyo channel ataweka anaangalia. Sasa nikaa namuuliza, baba, mbona si unatukataza kuangalia hivi vipindi vingine kwenye channel? Mbona unaangalia mieleka? Baba akaniambia, najifunza mambo ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nilipokuja kutafakari ule mchezo, nikaanza kuelewa kwamba mzee aliponiambia anajifunza mambo ya rohoni, kuna kitu nimekielewa kuhusu kufa na kufufuka na ushindi unaopatikana ndani ya Yesu kupitia mieleka. Na leo nitakufundisha kwa mfano kama ambavyo Kristo alifundisha kwa mifano. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mchezo wa mieleka unavyokuwa, wapiganaji wanapoingia, kwanza mpiganaji anaweza kaingia akiwa mshindi tayari, anaingia na mkanda wake, si ndio? Anapoingia na ule mkanda, yeye tayari ni mshindi, anaingia pale ulingoni. Ndio kilichotokea kwa Adamu. Mungu alipomuumba Adamu alikuwa tayari ameshamweka na ukamilifu wote. Bwana asifiwe sana. Ndani yake hakukuwa na uharibifu wowote. Lakini ameingia kwenye ulingo raundi ya kwanza tu, Adamu akapigwa knockout na shetani. Kwa kwenye mieleka hizo zinatokeaga. Unakuta mtu anaweza akaingia akapigwa raundi ya kwanza, ukasema yeye ujamaa amekwisha huyu. Kamaona kabisa yuko tiki tiki. Bwana asifiwe. Mpaka wale marefari unakuta anaanza kupiga hivi kana kwamba anataka kumaliza mchezo. Sasa kwenye mieleka kuna kitu ambacho kiko tofauti na michezo mingine yoyote. Na kwa nini utumia mfano huu? Kwa sababu tunaongelea habari ya ushindi, na hakunaga ushindi pasipo na mashindano. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunapoongelea ushindi ni matokeo ya mashindano fulani. Ndio maana nakupa mfano huu wa mieleka. Sasa kwenye mieleka kuna utofauti na michezo mingine. Michezo mingine mtu akishakuwa kwenye alio akipigwa wakiwa wawili mule ulingoni, game imeisha. Lakini kwenye mieleka anaweza katokea mpiganaji mwingine akaingilia mchezo. Bwana asifiwe. Kwa unakuta mtu yupo chini, yuko chali, refari anapiga ya kwanza, anapiga ya pili, anataka kumaliza ya tatu, kuna jamaa linakuja mbio, linaingilia mchezo. Bwana asifiwe. Linaanza kumpiga yule adui, linampiga yule adui. Ndicho Kristo Yesu alichokifanya.
Adamu alipopoteza nafasi aliyokuwa nayo, tulipokuwa tuko hoi, tumetekwa katika utumwa wa dhambi, Yesu Kristo akaletwa kwa ajili yetu kuja kuingilia kati mashindano yaliyokuwepo ili atukomboe katika utumwa wa dhambi. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu akaingilia kati. Ndicho ambacho nitakuonyesha kwenye kitabu cha Warumi. Hiyo 12 tumesoma, tunaona kwamba mauti imeingia kupitia mtu mmoja kwa sababu ya dhambi. Na mstari wa 17, Warumi hiyo sura ya 5, 17 anasema, kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unaelewa siri hii, ungempigia Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo yuko adui Shetani ambaye alikuwa ndio mpambanaji wetu, alikuwa mpinzani wetu, alitupiga, akatukamata, akatuingiza katika utumwa wa dhambi. Na baada ya hapo anakuja Kristo Yesu kuingilia pambano. Kama Adamu wa kwanza alishindwa, Yesu anakuja anasema, huu mpambano huu hauishii hapa. Nilimuumba mwanadamu kwa mpango wangu mzuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio maana tunapoongelea wokovu, tunaongelea habari ya mpango mwema wa Mungu kwa mwanadamu na uumbaji wake. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaiona mauti inatuondoa katika picha ile Mungu aliyokuwa nayo kuhusu mwanadamu, lakini Yesu Kristo anakuja kuturejesha. Sasa naomba ufungue Matendo sura ya 2. Matendo sura ya 2. Nataka nikuonyeshe jambo moja ambalo Petro, mhubiri wa kwanza wa Injili baada ya Roho Mtakatifu kushuka. Wainjilisti wenzangu, Bwana asifiwe. Huyu ndo aliyetufungulia kupiga gospel. Petro kwenye sura ya 2 anapiga Injili. Nitaanzia mstari ule wa 22. Ameanza kule juu, ameelezea vizuri. Ukipata muda wako unaweza kaisoma habari hiyo. Lakini nataka nikuonyeshe jambo hapa kwenye mstari wa 22, 23. Anasema, enyi waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi wenyewe mnavyojua. Sikia mstari wa 23, anasema, mtu huyu alipotolewa kwa shauri la Mungu lililokusudiwa na kwa kujua kwake tangu zamani, ninyi mkamsulubisha kwa mikono ya watu wabaya, mkamuua. Ngoja nikwambie kitu. Shetani, moja ya kitu alikuwa anajichanganya kwenye haya mashindano tuliyokuwa nayo. Yesu alipokuja akaingilia kati, akaja duniani, Shetani akasema, huyu naye nitammaliza. Kwa akawa nafikiri kumuua Yesu ni kama vile amempiga yule mpiganaji wa raundi ya kwanza, huyu aliyekuja pili naye anamtandika kwa kumuua. Bwana asifiwe sana. Ndicho Shetani alichokuwa anafikiria kwenye picha yake. Kwa anasema, mlifikiria kwamba anasema mkamsulubisha na kumuua. 24, ambaye Mungu alimfufua. Sikiliza maneno hayo. Ambaye Mungu alimfufua, akiufungua uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao. Haleluya. 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 Mauti ambayo ndio ilikuwa adui mkubwa kwetu, iliyoletwa na Adamu wa kwanza, ilipofikiria kwamba inataka kummeza na Yesu. Biblia inasema mauti haikuweza kumshikilia, haikuweza kummeza. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi washaikunywa uji wa moto? Uji wa moto kabisa. Wa moto kweli kweli. Achana na uji umeshapoa poa. Wa moto, yani umetoka jikoni unatokota hivi. Alafu uwe na kapilipili manga. Alafu kaupiga hivi. Unaweza kuumeza? Sasa ndicho ambacho mauti ilikuwa inajaribu. Ilikuwa inajaribu kummeza Yesu. Alafu Yesu sio tu uji wa moto, ni kama yani mtikisiko wa moto ambao umeyeyushwa kutoka kwenye miamba. Haleluya. Mauti ilichemka. Bwana asifiwe. Haikuweza kummeza Yesu. Yani ni kama Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe.
Ndio maana leo tunaposherekea kufufuka kwa Yesu, Yesu ilibidi afufuke kwa sababu nguvu ya mauti haikuweza kummeza. Ndio maana siku ya tatu mwanaume Yesu akatoka kaburini akainuka, kwa sababu mauti haikuwa na nguvu juu yake. Na leo nataka nikwambie, uko ushindi ndani yako wewe uliyemwamini Kristo Yesu, kwa sababu mauti ile ambayo haikummeza Yesu haijakumeza na wewe, kwa sababu umemwamini Yesu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda maneno haya. Petro, yani huyu ni Petro yule ambaye alikuwa wanamuuliza, jamaa, wewe mbona kama ulikuwa na Yesu wewe? Mzee wa watu, mimi simjui mtu huyo. Akala kona. Lakini Roho Mtakatifu aliposhuka siku ya Pentekoste, hebu sikia injili anayopiga. Anawaambia hivi. Hebu tuyasome tena haya maneno hapa. 24. Anasema ambaye Mungu alimfufua akiufungua uchungu wa mauti. Sio tu mauti, yani mauti afu yenye nini? Biblia Kiingereza inatumia hasira, ghadhabu au ile nguvu ya mauti haikuweza kumshikilia. Bwana asifiwe sana. Anasema kwa sababu haikuwezekana. Nisikilize mtu wa Mungu. Unajua hii kifo cha Yesu kilikuwa ni mbadala wetu. Waliokuwepo Ijumaa tulijifunza mambo mazuri sana hapa, kwamba Yesu alikuwa anasimama kwa niaba yetu. Yaani wewe ndio ulitakiwa ufe. Wewe ndio ulitakiwa ufe nini? Ufe kwa sababu ya dhambi. Si tunajua tunaposemaga mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Aliyefanya dhambi ni Yesu. Hakufanya dhambi Yesu. Kwa sisi ndio tutakao tupate hii mauti. Lakini nakwambia, ungeenda wewe ndugu yangu, ningeenda mimi msalabani, mauti ingekumeza chap kwa haraka. Yaani hata saa 6 isingefika. Yesu silienda mpaka saa 9. Yaani chap kwa haraka. Ile unadumbukia tu shwa. Unajua maana ya kumezwa kitu wewe? Kitu kikimezwa yaani hicho ndo. Si unajua ukimeza? Bwana asifiwe sana. Ndio maana ilihitaji mwanaume ambaye mauti isingeweza kummeza. Na ngoja nikuonyeshe tena jambo hilo kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 15. Tumalizie hapo. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 15. Paulo anaendelea kuonyesha msisitizo wa hili jambo. Mstari ule wa 55. Anarudia maneno ambayo Petro aliyatumia kuhubiri kwenye Matendo. Anasema uchungu wa mauti ni dhambi na nguvu za dhambi ni torati. Umeona? Yaani kile ambacho mauti uchungu wake ni dhambi na anasema na nguvu ya dhambi ni nini? Ni torati. Sasa nataka nikuonyeshe jambo hapa. Kwa huu uchungu wa dhambi ambao ulikuwa umekusudiwa utumalize sisi, uchungu wa mauti ambao ni dhambi uliokusudiwa utumalize sisi, na Paulo anatupa ufunuo mwingine kwamba nguvu ya hiyo dhambi ni nini? Ni torati. Kwa ilimuhitaji mwanadamu ambaye aliweza kuikamilisha torati yote. Bwana asifiwe sana. Jamani, sisi tuna neema sana. Sisi tuna neema mno. Ni Yesu peke yake ndiye aliweza kuikamilisha torati yote, kwa sababu nguvu ya dhambi ilikuwa katika. Kwa Yesu asingeweza kuishi torati katika ukamilifu, mauti ingemmeza. Sio kama unanielewa? Haya, tuendelee hapo. Anasema kuwapi ewe mauti? Kuwapi ewe mauti kushinda kwako? Wapi ewe mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi na nguvu za dhambi ni torati. Umeona? Kwa Paulo anaandika hapa akionyesha kwamba mauti ulikuwa unafikiri umetumaliza. Nguvu yako iko wapi tena? Uchungu wako uko wapi? Umeshachemsha. Yesu kakumaliza. Bwana asifiwe sana. Anasema mstari wa 57, lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ushindi wetu unapatikana ndani ya Kristo Yesu, kwa sababu yeye ndiye aliyeshinda mauti. Na alishindaje mauti? Kwa kufufuka. Bwana asifiwe sana. Nguvu ya mauti haikuweza kumshikilia. Biblia inatumia neno uchungu kuonyesha uzito wake.
kwamba mauti haikuweza kumshikilia, haikuweza kummeza. Kwa nini? Kwa sababu huyu aliyeenda kuifuata mauti ni mwenye mamlaka yote, ni mwanaume aliyetimiza torati yote, hakuwa na waa wala doa, ni mwana kondoo wa Mungu ambaye damu yake ilikuwa ni safi, haina waa lolote. Bwana asifiwe sana. Kwa alipotoa sadaka yake ilikamilisha ghadhabu yote na uchungu wote wa mauti. Ndio maana hilo likamfanya afufuke kutoka kwa wafu. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio maana anaandika Paulo, anasema neno la msalaba ambalo kwao wapoteao ni kama nini? Upuuzi, ni kama upumbavu, lakini kwetu ni nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna vitu ndani, nikwambia hata ndugu yangu uliyeko hapa leo, umealikwa mahali hapa, umekuja mahali hapa, hujamwamini Yesu. Tunaposherehekea Pasaka, ili Pasaka hii iwe ya maana kwako, tunasherehekea ushindi tunaopata ndani ya Kristo Yesu. Na ushindi huo ni wa kusamehewa dhambi na kuondoka kwenye nguvu ya dhambi na mauti, ili uwe salama ndani ya Kristo Yesu. Na jambo hilo linatokea mtu pale tu anapoamini. Ni swala la kumwamini tu Yesu, kwa sababu yeye ndo alifanya hiyo kazi akaitimiza. Anatuletea sisi zawadi hiyo kwa kutuambia tu amini kile nilichokifanya na uweke tumaini lako kwangu. Kwa hiyo ukimwamini Yesu leo, na wewe utakuwa sehemu ya ushindi huu ambao tunaongelea wa Pasaka, ushindi huu wa kufufuka kwa Yesu Kristo, na wewe utakuwa sehemu yako pale tu utakapomwamini Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu, muamini mwenzangu. Haitakiwi kuwepo jambo lolote lile linalokufanya uwe mnyonge, kwa sababu ulicho nacho ndani yako, zawadi ulioipokea ni kubwa kuliko kitu kingine chochote. Kuna vitu kwenye ulimwengu vinaweza kutuvuta na kutufanya tujione kama vile sisi ni watu wadogo. Ukapitia mambo fulani kwenye maisha, kwenye ulimwengu, ukafikiri kwamba mbona mimi ni mtu mnyonge sana kwa sababu ya yale unayokutana nayo. Na nikwambie, tunaishi katika dunia iliyoharibika. Tunaishi katika dunia ambayo iko chini ya anguko la dhambi. Kwa yako mambo tutakutana nayo katika ulimwengu. Ni kweli. Na hayataisha katika ulimwengu. Lakini hayo hayatakiwi kukudefine wewe ni nani. Hayatakiwi kukufanya ufike mahali pa kujiona mdogo. Sijui watoto hawajaenda shule, umekosa ada. Sijui mume wako anafanya nini. Sijui kitu gani kimetokea pale mtaani. Sijui kazini kwako wanakusemaje. Sijui kitu gani kinaendelea mtaani kwako wanasema nini. Na nikwambie, hayo ni mambo ya kupita, ni ya kitambo. Lakini kama umemwamini Yesu, wewe umepokea maisha ya milele. Umeitwa kuishi maisha yasiyokoma. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ni zawadi idumuyo. Na kuna ahadi kwa watu walioingia ndani ya Yesu ya tumaini na uzima wa milele. Na kwenye maisha hayo hakutakuwa na kilio, hakutakuwa na huzuni, hakutakuwa na uchungu tena, hakutakuwa na kuumizwa katika maisha hayo. Lakini hilo ni tumaini la watu waliomwamini Yesu pekee. Na unaweza kulipokea tumaini hilo na wewe leo kama utamwamini Yesu. Jambo ni moja tu la kufanya. Mwambie Bwana Yesu, leo ninajua ya kwamba wewe ulikufa kwa ajili yangu na nimechagua kukuamini. Bwana asifiwe sana. Kuanzia hapo wewe unakuwa ni sehemu ya wale wenye tumaini la maisha ya milele, washindi walio ndani ya Kristo Yesu, na wewe unakuwa ni sehemu yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko hapa leo unasema, mchungaji, nimekuwa ninatangatanga, sijawahi kusikia habari hizi kwa namna hii. Au leo nasikia ndani ya moyo wangu natamani na mimi nimwamini Yesu. Unasikia hiyo ndani yako. Na nataka nikwambie jambo la kuamini. Paulo anasema kwa moyo mtu uamini, kwa moyo. Kwa sio swala tu la kwamba paka wewe umesimama. Yaani ndani ya moyo wako kuna mambo yanaendelea sasa hivi. Kuna namna unasikia ujumbe ndani ya moyo wako kwa uzito sana. Hiyo ndio imani inajengwa ndani yako. Na huyo ni Roho Mtakatifu anakuvuta katika kumwamini Yesu. Kwa moyo mtu uamini, maana yake ndani ya moyo wako sasa, kama unaona kwamba ninamtaka huyu Yesu,
nafikiri natamani kuyaishi haya maisha. Inawezekana usijue namna gani nzuri ya kufanya, lakini ndio maana tunakuhubiria na tutakuelekeza nini cha kufanya. Bwana asifiwe sana. Kwa unaweza kufanya maamuzi hayo leo sasa hivi ya kumwamini Yesu. Inawezekana umekuwepo kanisani. Inawezekana umekuwa unasherehekea Pasaka za kutosha. Lakini kama jambo hili halijakuwa na umaana kwako, kama hujamwamini Yesu, hili jambo halina maana yoyote. Utavaa nguo nzuri, utakula pilau, lakini haitakufaidia chochote. Fika mahali pa kumwambia Yesu, ninajisalimisha kwako. Nimechagua kukuamini wewe ili niwe na tumaini la uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hili haliangalii umri, haliangalii wewe ni mwanamke, ni mwanaume. Yesu alikufa kwa ajili ya watu wote. Mungu anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, Mungu alikupenda wewe na akamtoa Kristo Yesu kwa ajili yako. Kwa ni swala tu la kumwamini na kumwambia Yesu, ninakupokea leo. Naomba kila mmoja simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Na kwa sababu ya ushindi huu tunaopokea ndani ya Kristo Yesu, siku hii ya leo pia yako mambo mengi sana ambayo hayajakaa vizuri, hayajakaa inavyotakiwa. Yako ndivyo isivyo katika maisha yako. Uliyemwamini na usiyemwamini. Sisi tuliomwamini Yesu tuna exercise ushindi huu kwa mamlaka tuliopewa ndani yetu. Kwa kama yuko katikati yetu mtu mgonjwa, una jambo linakusumbua, sijui una shida gani, leo ni siku yako. Bwana asifiwe sana. Sisi tulioitwa kuishi maisha ya milele, kule ambako hakutakuwa na magonjwa, tumepewa neema ya kuwaonjesha watu maisha ya milele, ya kuwasaidia watu wapone wakiwa wagonjwa, waonje uzuri wa Mungu. Na ukiuonja utakufanya uone, kama Mungu ameweza kuniponya, kwa nini simwamini kabisa? Leo hii utapokea uponyaji mahali hapa. Leo kama kuna kifungo chochote kwenye maisha yako, utaondoka hapa ukiwa huru. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naomba wewe ambaye umekuwa unasikia moyoni mwako, na Roho Mtakatifu alivyo mwaminifu, amekuwa anasema na wewe muda mrefu sana, na hata sasa anaendelea kusema na wewe, unataka kumwamini Yesu, naomba usogee hapa mbele. Chukua tu ya kusogea hapa mbele. Nataka tukusaidie ili kwamba uanze maisha mapya, ukurasa mpya. Inawezekana shetani amechezea maisha yako. Kuna vitu vimekuwa vinaendelea kwenye maisha yako vya uharibifu na unataka kuanza upya. Inawezekana kuna mambo yamekuwa yanaendelea kwenye maisha yako ambayo unatamani kuanzisha. Kuna wakati unafikiria yani natamani kama ningeondoka nikaenda sehemu ya mbali nikaanza maisha yangu mengine. Lakini nataka nikwambie maisha hayo unaweza kuyaanza leo, ya ukurasa mpya, kuwa mtu mpya kabisa. Paulo anasema, tazama imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwa unaweza kuwa mtu mpya kuanzia leo, na ukurasa wa maisha yako ukawa mpya kabisa, kama vile hujawahi kuishi kabisa duniani. Sogea mbele hapa tukusaidie. Sogea mbele. Chukua hatua tusogea mbele. Umefanya hili, umefanya hili. Sogea tu hapa ndugu yangu. Sogea. Wala usiogope. Wewe njoo tu. Baba nina. Chukua hatua ya imani. Chukua hatua ya imani. Mungu anakupenda, ndio maana anasema na maisha yako. Wewe pita tu hapa mbele. Sogea hapa mbele tukusaidie. Upokee msaada wa kimungu kwenye maisha yako. Baba sakata ya maozo. Niseme nini siwezi kueleza. Sogea tu hapa mbele, bado nafasi ipo. Bado unayo nafasi ya kuja kutengeneza na Mungu wako. Wewe sogea tu hapa mbele, sogea tu. Karibu dada yangu, sogea. Chukua hatua nzuri sana. Karibu. Usikubali ukaondoka hapa na mambo hayako sawa, na unasikia moyoni mwako kwamba hakuko sawa. Usikubali ukaondoka hivyo. Usikubali kuondoka hapa hivyo. Hii ni fursa ya muhimu sana.
nafasi ipo, bado unayo nafasi. Sogea hapa. Sakakaka ya mambo rasa ya mambo ribasa. Mungu awabariki sana watu wa Mungu. Ndani kuambia hii ni fursa ya maisha yako kuwa mapya kabisa, mapya kabisa. Kila namna yote ya uharibifu ambao shetani ameufanya kwenye maisha yako, ndani kuambia leo kuna kitu kipya kinazaliwa ndani yako, kuna jambo jipya linazaliwa. Historia yako inakuwa mpya kabisa. Inawezekana watu wanakuona mtu mbaya, mtu wa hovyo, mtu ambaye haufai, na wamekupa na majina, wamekuita mtu mbea, wamekuita sijui malaya, wamekuita mlevi, wamekuita mtu mharibifu. Umeonekana mtu ambaye hauna tumaini katika jamii, katika familia. Watu wamekukatia tamaa, lakini nani nikwambie, Yesu hajakukatia tamaa. Yesu anakupenda na pendo lake ndio lilokuvuta hapa leo. Wachungaji, naomba tuwaongoze hawa mtu mmoja mmoja, tuwaongoze kwa Yesu tu, kile ambacho tayari wameshakiamini wasaidie. Sogea tu hapa mbele, bado nafasi ipo. Sogea tu hapa mbele, bado nafasi ipo, bado unayo nafasi.